Bashasha TV, habari maalum ya mwisho wa mwaka 2025. Sauti ya Taifa, kioo cha jamii. Karibu tena ndugu mtazamaji wa Bashasha TV, chaneli yako pendwa inayokuletea habari, uchambuzi na matukio muhimu yanayogusa jamii yetu kila siku. Kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali bonyeza sasa, washa kengele ili usikose habari muhimu kama hii. Tafadhali, subscribe Bashasha TV, sauti ya ukweli. Mwaka 2025, mwaka wa misiba, kumbukumbu na funzo kwa taifa. Kadri tunavyokaribia kuumaliza mwaka 2025, kuna majina ambayo yameacha alama nzito kwenye mioyo ya Watanzania na Waafrika kwa ujumla. Ni majina ya wasanii na wanasiasa waliotutangulia mbele za haki mwaka huu. Watu waliogusa maisha ya wengi kupitia sanaa, uongozi na mapambano ya kijamii. Leo katika habari hii moja maalum, Bashasha TV inakukumbusha, inakutafakarisha na kukuuliza swali moja kubwa. Tumejifunza nini kutoka kwenye maisha yao? Tasnia ya burudani yakumbwa na majonzi. Kwanza kabisa, tasnia ya filamu na burudani ilipata pigo kubwa kufuatia kifo cha Karina, aliyekuwa video vixen na mwigizaji wa filamu. Karina alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa, ari ya kazi na matumaini ya kufika mbali, lakini safari yake haikuwa rahisi. Kwa miaka kadhaa, alisumbuliwa na matatizo makubwa ya kiafya, hususan maradhi ya tumbo yaliyomlazimu kufanyiwa upasuaji mara kadhaa. Hatimaye, tarehe 15 April 2025, Karina alifariki dunia, akiwa nchini India ambapo alikuwa akipatiwa matibabu. Kifo chake kilituacha na maswali mengi. Je, wasanii wetu wanapata msaada wa kutosha kiafya? Ndoto ngapi zinapotea kimya kimya nyuma ya parazia la umaarufu? Karina atakumbuka kama msichana aliyethubutu kuota, hata kama ndoto yake haikukamilika. Kitundu, kipaji cha mtaani kilichozimika. Miezi miwili tu baada ya msiba wa Karina, tasnia ikapokea pigo jingine, kifo cha Kitundu. Kitundu alikuwa dansa na mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali, kijana aliyepanda hatua kwa hatua kupitia kipaji halisi cha mtaani. Hakutegemea jina kubwa, bali kazi yake ilijisemea. Kwa mujibu wa baba yake mdogo, Kitundu alifariki dunia baada ya kusumbuliwa na maradhi ya kifua na tumbo. Kifo chake kilionyesha wazi changamoto za afya kwa wasanii wachanga, kukosa mifumo imara ya bima na msaada wa kijamii. Kitundu atakumbukwa kama sauti ya vijana wa kawaida waliotumia sanaa kama njia ya kujinasua kimaisha. MC Pilipili, kifo chenye maswali mazito. Mpaka leo, wengi bado hawajapona maumivu ya msiba wa MC Pilipili. Tarehe 16 Novemba 2025, MC Pilipili alifariki dunia alipokuwa ameenda Dodoma kikazi. Tofauti na vifo vingine, kifo chake kimeacha maswali mengi, huku mamlaka zikiendelea na uchunguzi kubaini chanzo na wahusika. MC Pilipili alikuwa msanii jasiri, msema kweli, mtu aliyegusa watu kupitia maneno na jukwaa. Atakumbukwa kama msanii aliyekuwa na sauti kali, lakini pia moyo wa watu. Wanasiasa wakongwe walioacha alama Afrika. Mbali na tasnia ya burudani, mwaka 2025 pia umeacha pengo kubwa katika siasa za Tanzania na Afrika Mashariki. Job Yustino Ndugai, 1963-2025. Tanzania ilimpoteza Job Yustino Ndugai, aliyewahi kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Kongwa. Ndugai alijulikana kwa nidhamu ya hali ya juu, kusimamia misingi ya bunge, kuheshimu taasisi na katiba. Atakumbukwa kama kiongozi aliyelinda heshima ya bunge na mfano wa uongozi wa kikatiba. Raila Amolo Odinga, 1945-2025.
Afrika Mashariki ikapoteza nguzo kubwa ya siasa, Raila Amolo Odinga wa Kenya. Raila alikuwa waziri mkuu wa Kenya kati ya 2008 hadi 2013 na mgombea wa rais mara kadhaa. Zaidi ya yote, alikuwa alama ya mapambano ya demokrasia, sauti ya upinzani na mwanasiasa asiyekata tamaa. Alifariki tarehe 15 Oktoba 2025 na akiwa na umri wa miaka 80 na akazikwa kwa heshima za taifa. Raila atakumbukwa kama ishara ya uthubutu wa kisiasa Afrika. Jenista Joaquim Mhagama 1967-2025. Mwisho lakini si kwa umuhimu ni Jenista Joaquim Mhagama, mbunge wa Peramiho na mwanasiasa aliyehudumu katika wizara kadhaa. Alijulikana kwa ukaribu na wananchi, siasa ya huduma na kusimamia uwajibikaji. Alifariki tarehe 12 Disemba 2025 akiwa na umri wa miaka 58 na akatunzwa kwa heshima za taifa. Atakumbukwa kama mama wa watu, aliyesikiliza na kutenda. Hitimisho. Funzo kwa jamii. Kwa pamoja, hawa wote wanatufundisha jambo moja kubwa sana. Maisha ni mafupi, lakini mchango kwa watu hudumu milele. Wasanii walituchekesha, walitufikirisha, walituonyesha ndoto. Wanasiasa walituongoza, walitupigania, walituachia mifumo. Sasa jukumu linabaki kwetu: kuheshimu uhai, kujali afya, kuthamini mchango wa kila mmoja akiwa hai. Pumzikeni kwa amani. Asante kwa kuendelea kuwa nasi hadi mwisho. Usisahau like, comment, washa kengele. Tafadhali subscribe Bashasha TV. Bashasha TV, habari kwa kina, ukweli bila kupindushwa.